Kwa hiyo hii ni mashine ya jozi mpya, ni latest batch kwenye baba stone. Hii inatumia cobalt kama source ya kuzalisha mionzi. Cobalt kama source ya kuzalisha mionzi. Na tunatarajia kwamba by the end of this month installation imekamilika, wanasubiri ile cobalt source ambayo walikuwa wanasubiri clearance Atomic Energy ya India watoe clearance ili walete ile source hapa. Ile source mheshimiwa, ni kitu kidogo, kama kina ukubwa kama sentimita 3 kwa sentimita 2 dogo, lakini inaweza ikatibu wagonjwa kwa miaka 15-20. Yaani kwa hiyo hili lote unaloliona hili mwisho wa siku itahaba kale kasosi ambako katibu wagonjwa kwa muda wa miaka zaidi ya 10. Kwa hiyo ni mashine nzuri, tunatarajia itaanza kufanya kazi bila sirefu, nayo hakuna donation hapa mheshimiwa, zote ni fedha za serikali. Hakuna donation, hakupata donation, zote ni fedha za mheshimiwa rais. Kwa hiyo tuna zitapunguza muda wa wagonjwa kusubiria matibabu kutoka wiki 20 ndio sasa imekuja kuwa wiki 2. Ina maana mgonjwa akija baada ya wiki 2 atakuwa ameshafanyiwa uchunguzi na kukamilika na kuwekwa kwenye mashine. Yale mambo kwamba rudi alafu takupa appointment siku nyingine atakuwa hayapo. Na zote hizi fedha zote hizi ni za serikali. Hakuna donation, hakuna msaada. Kwa mashine zote kuanzia ile ya kwanza, ya pili na hii ya 3 zote ni fedha za serikali. Kwa hiyo serikali ya awamu ya 6 imefanya uwekezaji mkubwa. Mheshimiwa Waziri, bilioni 40 tutaenda kuona PET kule, ambayo pia nayo ulitoa maelekezo Mheshimiwa Waziri. Total bilioni 40 kwa hiyo miaka 4 iliyopita, bilioni 40 zimekuja kwenye taasisi za kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya matibabu. Yaani hapo ukiachia mbali na masuala ya watumishi, masuala ya mishahara, masuala mengine, hapana. Yaani miundombinu yenyewe yote ndio sio hiyo kwenye ucheleweshaji hiyo wajue mataifa mengine na hapa kwetu inaweza ili waweze kujua. Niseme tu kitu kimoja ambacho nataka mkijue duniani kote. Kwanza matibabu ya kansa ndani hakuna sehemu ambayo tiba ya kansa inaondolewa bure, labda kwenye Scandinavia country. Kama Scandinavia tuna maana kwa Denmark, Norway, Finland na Sweden. Na wanafanya vile, lakini usahau kwamba kodi zao wanakata kodi 60% inaenda kwenye kodi. Kwa hiyo in a way unailipia kwa njia hiyo. Kwa hiyo kwingine kote kunalipiwa. Hapa kwetu serikali inagharimia karibu 90% ya tiba ambazo wanataka mgonjwa. Kwa mfano, tiba ya mionzi hapa ni milioni 4 kwa mionzi ambayo mtu anapata kwa muda wa wiki 6. Wagonjwa wetu ambao wanachangia, tunawaomba wachangie shilingi 100,000 katika ile milioni 4 ambayo ndio watu wa bima afya wanalipia na wengine. Wagonjwa wetu wanachangia shilingi 100,000 kati ya milioni. Na hata hiyo shilingi 100,000 akikosa, bado kitengo chetu cha huduma za jamii kinamuondolea. Kwa hivyo hakuna mgonjwa ambaye anaondoka akarudi nyumbani akakosa matibabu kwa sababu hana fedha. Ni kule kupata tu zile taratibu za ile misamaha. Na hili halipo katika nchi nyingine zote. Katika Afrika, Ocean Road ni moja kati ya taasisi 5 kubwa za saratani. Na ukiondoa North Africa kwa maana kwamba Egypt, Algeria, Tunisia na Morocco, kwa hiyo ukaondoa South Africa ambao nayo ni sehemu nyingine tofauti. Hizi nyingine zote zilizoko including majirani zetu wa Kenya na Uganda, wenyewe wa Kenya wenyewe wanaita wagonjwa. Kwa hiyo hatufiki hata tutakwenda kule kwenye kile kinu cha cyclotron cha PET. Bado kinu chetu tulicho nacho ni bora na cha latest na kikubwa kuliko walicho nacho Nairobi. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba serikali imewekeza sana katika hili, na matarajio yetu ni kwamba na sisi wafanyakazi wa Sodoma, bahati nzuri Mheshimiwa Waziri, wafanyakazi wa Sodoma pia ni wachapa kazi sana. Wote tunakujua kwamba ni mtu kazi, na wafanyakazi wa Sodoma pia ni watu wa kazi.
hawatakuangusha. Maelekezo yako ukiyatoa, nilikuwa nataka ule muda wa kusubiri kutoka wiki 20 mpaka wiki. Na mataifa mengine yakoje? Mataifa mengine mpaka miezi mitatu, miezi miwili mpaka, ina maana wiki 4 hadi 12. Ukienda South Africa ni wiki 8 hadi 12. Kenya ni zaidi ya miezi 6. Kenya zaidi ya miezi 6. Sema Kenya zaidi ya miezi 6 inabidi waende hospitali za private. Zaidi ya miezi, wana mashine moja tu ambayo inafanya kazi kwenye hospitali ya taifa. Kenya zaidi ya miezi 6. Hapa kwetu itakuwa wiki mbili. Na hizo wiki mbili mheshimiwa, inakuwa wakati huo mgonjwa anakuwa yuko kwenye vipimo. Kwa hiyo hizi mashine tatu hizi ambazo tutaomba kama ikikupendeza mwezi ujao uje kuzindua hizi mashine, hizi ndio mwarobaini wa kupunguza hiyo muda wa wagonjwa kusubiria. Kwa sababu mgonjwa wa kansa anaposubiria matibabu, kansa haisubiri. Kansa ni chembe. Zile chembe ukiwa umelala zinakuwa, zinasambaa, zina multiply. Mwalimu wangu wa pathology yuko hapa. Zina multiply tu, umelala unaekebea nini, ziko zinaendelea. Kwa hiyo kama unasubiria, lakini zenyewe hazisubiri. Kwa hiyo hatutaki Watanzania wapate. Na Mheshimiwa Rais amewekeza kwa ajili. Asante sana.